Habari yako mtazamaji wangu wa kipindi chetu cha siasa ya ulimwengu. Karibu tena katika siku nyingine na wakati mwingine wa maendelezo wa kipindi chetu. Kipindi ambacho kinakujia kwa udhamini wa Mnukwa Global Visa Consultant, ambao sio tu washauri wako lakini vile vile ni wasaidizi wako ikiwa katika siku za usoni unakusudia kuelekea katika nchi za ughaibuni, nchi kama za Canada, Uingereza, nchi za Umoja wa Ulaya pamoja na Australia, lakini vile vile kwa msaada wa kushughulikiwa tiketi yako ya ndege kwa bei nafuu ikiwa unaelekea katika nchi yoyote duniani. Unaweza kuwasiliana nao kupitia namba hizo chini ya tangazo kwa msaada, ushauri pamoja na mwongozo. Tukielekea katika uchambuzi wetu wa leo, bila shaka balozi za nchi ya Marekani katika eneo la Mashariki ya Kati ikiwemo nchi kama ya Jordan, nchi kama ya Israel zimetoa tangazo ambalo likitoa tahadhari kwa raia wa nchi ya Marekani wanaopatikana katika eneo la Mashariki ya Kati au wanaokusudia kuja katika eneo la Mashariki ya Kati kuto kutembelea katika baadhi ya maeneo kama ya bezi za nchi ya Marekani katika eneo la Mashariki ya Kati, lakini vile vile kwa pale inapobidi kuondoka katika eneo la Mashariki ya Kati itakuwa ni vyema zaidi kwa wale wanaopatikana katika eneo la Mashariki ya Kati, lakini kwa wale vile vile wanaokuja katika eneo la Mashariki ya Kati kuweza kuchukua tahadhari kutokana na hali ya kiusalama ambayo imekuwa ikiendelea katika eneo la Mashariki ya Kati. Lakini hali husika imekuwa ikihusishwa na nchi ya Iran kutokana na series ya mashambulizi ambayo imekuwa ikiendelea kufanya katika maeneo tofauti tofauti, ikiwemo moja katika shambulizi ambalo limekuwa likiendelea kukaririwa hata na Rais Donald Trump mwenyewe katika siku ya leo wakati akifanyiwa mahojiano na baadhi ya waandishi wa habari. Ni shambulizi ambalo nchi ya Iran lilifanya katika bezi ya Muwafaqa Salti hivi siku za karibuni, ambalo linazingatiwa kama lilikuwa ni shambulizi la kushtukiza. Katika mazingira namna hiyo ni kwamba tahadhari imetolewa kwa raia wa nchi ya Marekani walioko katika eneo la Mashariki ya Kati na wale wanaokusudia kuja katika eneo la Mashariki ya Kati kuchukua tahadhari, na ikibidi kwa wale walioko kuweza kuondoka katika eneo husika. Tangazo hili ni miongoni mwa matangazo ambayo tunachukua katika uzito wa hali ya juu, na tunachukua katika uzito wa hali ya juu kwanza kwa hali inayoendelea katika eneo la Mashariki ya Kati ikihusianishwa na mwenendo wa nchi ya Iran. Nchi ya Iran imeamua kubadilisha strategy kutoka katika defensive kwenda katika offensive, na tumekuwa tukikariri katika vipindi vyetu. Katika siku za nyuma tulikuwa tukishuhudia kwamba nchi ya Iran haina rekodi ya kufanya mashambulizi katika nchi nyingine, bali inaposhambuliwa na yenyewe itashambulia. Lakini kwa siku za karibuni imekuwa ikiendelea kufanya series ya mashambulizi mengi katika nchi tofauti tofauti katika eneo la Mashariki ya Kati. Pale tu inapoonekana ikihisi kwamba kuna hatari katika nchi yoyote ambayo inaweza ikafungamanishwa na kuwepo kwake yenyewe kama nchi ya Iran, maana yake ni kwamba nchi ya Iran imekuwa ikifanya mashambulizi ya kuondoa hatari husika. Mwenendo huu maana yake ni mwenendo ambao umekuwa ukiendelea kutia shaka katika eneo la Mashariki ya Kati, hasa ikifungamanishwa na nchi ya Marekani. Lakini vile vile ukiachilia mbali mashambulizi katika maeneo tofauti tofauti au katika nchi tofauti tofauti, vile vile muendelezo wa mashambulizi ambao yamekuwa yakifanywa na nchi ya Iran katika eneo la mlango bahari wa Hormuz kwa meli yoyote inayopita katika au inayokusudia kupita katika mlango bahari wa Hormuz pasi na kufuata maelekezo kutoka katika nchi ya Iran. Na moja katika matukio ya karibuni limetokea tu siku ya jana kwa nchi ya Iran kuweza kushambulia meli mbili ambazo zilikuwa zikipewa escort na nchi ya Marekani kupita katika mlango bahari wa Hormuz katika upande wa kusini, ambao ni upande unazingatiwa upo katika mipaka ya nchi ya Oman. Na hii ni kwa kuzingatia msimamo wa nchi ya Iran kwamba meli yoyote inayopita katika mlango bahari wa Hormuz katika kipindi kama hiki cha vita au kipindi kama hiki cha taharuki baina ya nchi ya Iran na nchi ya Marekani lazima ifuate maelekezo kutoka katika nchi ya Iran. Itakapokuwa katika kipindi cha amani, meli zitaweza kupita kwa maelekezo ya nchi ya Oman katika upande wa Oman, lakini katika kipindi hiki eneo zima la mlango bahari wa Hormuz litazingatiwa kwamba ni eneo ambalo liko chini ya udhibiti wa nchi ya Iran. Mazingira ya namna hii maana yake ni mazingira ambayo yanaonekana kwa upande mmoja au mwingine yamepush tangazo hili kutoka. Lakini tangazo hili tunasema tunalichukua katika uzito wa hali ya juu kwa kuzingatia mazingira mengi. Jambo la kwanza ni kwa kuzingatia kwanza hayo mabadiliko ya nchi ya Iran ambayo yamekuwa yanaonekana sasa hivi kwamba wanafanya mashambulizi popote utakapoona kwamba kuna hatari ya namna yoyote. Lakini jambo la pili tunalichukua katika uzito wa hali ya juu tangazo husika kwa kuzingatia kwamba aina hii ya matangazo mara nyingi hujiri pindi tu panapokuwa mbele kuna movement kubwa ambayo aidha itafanywa na nchi ya Marekani, au aidha itakuwa ni Marekani yenyewe au itashirikiana na nchi ya Israel, lakini maana yake mara nyingi huwa kuna sadifu kwamba kuna movement kubwa ambayo huwa inakuja katika siku za usoni. Na tunaweza tukachukua rekodi katika matukio mengi. Tukio la kwanza ni tukio kama la vita ya siku 12 baina ya nchi ya Iran na nchi ya Israel. Kabla yake
Manake cha kwanza ilitangulia matangazo ya kutoa tahadhari kwa raia wa nchi ya Marekani, lakini vile vile kwa raia wa kutoka katika nchi za Ulaya wanaopatikana katika eneo la Mashariki ya Kati kuweza kuchukua tahadhari ikibidi kuondoka, lakini kwa wale ambao wanakusudia kuja katika eneo la Mashariki ya Kati vile vile kuzingatia kwamba eneo husika si eneo salama. Lakini vile vile hata katika vita ya siku 40 matangazo ya namna hii vile vile yalitangulia kabla ya kuibuka kwa vita baina ya nchi ya Israeli, nchi ya Marekani na nchi ya Iran, kwamba mazingira ya nchi ya eneo la Mashariki ya Kati si mazingira salama, na hivyo raia ikibidi waweze kuondoka katika eneo husika. Maana raia wale wa nchi za kigeni, hususan nchi za Ulaya na nchi kama Marekani, waweze kuondoka katika eneo husika. Mwenendo huo vile vile tumeuona katika mfumo wa tangazo hili likitoa tahadhari ya watu kuchukua tahadhari, especially raia wa nchi ya Marekani, lakini vile vile kuzuiwa kwenda katika baadhi ya maeneo kama bezi za nchi ya Marekani kwa sababu ya mazingira ya kiusalama, lakini vile vile kuleta uwezekano wa kwamba ikibidi waweze kuondoka katika eneo husika. Kwa hivyo tangazo hili inawezekana timing yake ikawa inatoa ishara kwamba maybe kuna kitu kikubwa kinaweza kikatokea katika siku za usoni. Lakini vile vile tangazo hili tunalichukua pia katika uzito wa hali ya juu kwa kuzingatia kwamba siku za karibuni Waziri Mkuu Netanyahu alielekea katika nchi ya Marekani. Na matukio mengi katika eneo la Mashariki ya Kati yamekuwa yakiibuka kipindi ambacho Waziri Mkuu Netanyahu akielekea kwanza katika nchi ya Marekani, na kisha anaporudi ndio kuna matukio makubwa wakati mwingine huweza kujitokeza. Mfano mzuri ni katika kipindi cha kufariki kwa aliyekuwa kiongozi wa Hamas Ismail Haniyeh, lakini vile vile kuuawa mmoja katika washauri wa karibu aliyekuwa kiongozi wa kundi la Hizbullah Fuad Shukru. Kabla yake kuna tukio lilijitokeza katika sehemu ya Majid al-Shams katika upande wa Mlima Golan. Kwanza lilitokea shambulizi katika sehemu husika ambayo inazingatiwa kama ni maeneo yanayodhibitiwa na nchi ya Israel ambayo yanakaliwa na jamii ya Wadruze. Baada ya kufanyika shambulizi husika, Waziri Mkuu Netanyahu alikuwa katika nchi ya Marekani, akakatisha ruti yake na kisha akarudi katika nchi ya Israel, na kisha akaelekea katika maeneo ya Majid al-Shams kwa Wadruze kuweza kutoa pole. Lakini kilichofuatia mbele yalikuwa ni mashambulizi mtawalia ambayo yalifanyika katika mji wa Beirut, akafariki Fuad Shukru, lakini vile vile yakafanyika katika mji wa Tehran, akafariki Ismail Haniyeh. Ukiachilia mbali hapo, hata kufariki kwa kiongozi wa kundi la Hizbullah Hassan Nasrallah kwanza ilifuatiwa na movement kama hiyo ya Waziri Mkuu Netanyahu kuwepo katika nchi ya Marekani, na kisha baadaye ndiyo mashambulizi yalikuja kufanyika baada ya kurudi kwa Waziri Mkuu Netanyahu kushambulia katika mji wa Beirut, pembezoni kidogo ya mji wa Beirut katika sehemu ya Dhahia, na kisha kuuliwa kwa kiongozi wa kundi la Hizbullah Hassan Nasrallah. Kwa hivyo series ya Waziri Mkuu Netanyahu kuondoka kuelekea katika nchi ya Marekani na kisha kurudi, kisha baada hapo inafuatia movement kubwa, maana hili ni jambo ambalo tumekuwa tukili experience kwa muda mrefu. Katika vita ya siku 12 ilikuwa hivyo hivyo, katika vita ya siku 40 takriban ilikuwa iko hivyo hivyo. Pamoja na kwamba safari ya sasa hivi ya Waziri Mkuu Netanyahu ilikuwa ni safari ambayo imeambatanishwa na kuhudhuria kwake katika shughuli ya mazishi ya Lindsey Graham ambaye ni mmoja katika wanasiasa wa nchi ya Marekani ambaye inaonekana anazingatiwa kama ni rafiki wa karibu wa nchi ya Israel kwa sababu ya support yake kwa nchi ya Israel, lakini vile vile ni mtu ambaye alikuwa anapita mbele zaidi katika movement za nchi ya Marekani, especially katika sera za mambo ya nje ambazo zinahusisha swala la mapigano, vitu kama vita na mfano wake, pamoja na kwamba kifo chake kilikuwa kina utata Ofoidha ameuliwa na Warusi katika nchi ya Ukraine au alifariki katika nchi ya Marekani. Kwa hivyo ziara Waziri Mkuu Netanyahu kuelekea katika nchi ya Marekani pia ilihusianishwa na hii ya Lindsey Graham, kuhudhuria katika mazishi ya Lindsey Graham, lakini kiujumla ni kwamba movement yoyote ya Waziri Mkuu Netanyahu kuelekea katika nchi ya Marekani mara nyingi inafuatiwa na matukio makubwa, ofoidha ya kushambuliwa katika center muhimu au kushambuliwa kwa watu muhimu au kuingia kwenye confrontation muhimu ambazo ni kubwa kama hizi za mapigano kutoka upande mmoja kwenda katika upande mwingine. Kwa hiyo inawezekana pia timing ya tangazo husika inawezekana pia ikawa imeambatanishwa na movement ya Waziri Mkuu Netanyahu kuelekea katika nchi ya Marekani.
Lakini vile vile tangazo hili tunalichukua katika uzito wa hali ya juu kwa kuzingatia kwamba kuna harakati nyingi ambazo zimekuwa zikiendelea katika bezi za nchi ya Marekani katika eneo la Mashariki ya Kati. Aidha, kuondoshwa kwa baadhi ya vifaa muhimu katika maeneo ambayo yanaonekana yapo karibu zaidi na nchi ya Iran, ikiwemo katika sehemu kama za Iraq, katika maeneo ya Kurdistan, maeneo yale upande wa kaskazini ambayo yanakaliwa zaidi na jamii ya Wakurdi, katika miji kama ya Suleimania na katika miji kama ya Irbil. Pamekuwa kuna ripoti ya kuondoshwa kwa baadhi ya mifumo kama ya THAAD au zile Patriots ambazo zinapatikana katika maeneo husika, ambazo actually ni miongoni mwa mifumo muhimu kwa ajili ya kupambana aidha na zile ballistic missiles za nchi ya Iran, lakini kutokana na series ya mashambulizi mengi ambayo yamekuwa yakiendelea ya nchi ya Iran, kiasi ambacho yamekuwa yakileta athari kubwa katika ile mifumo, wakati mwingine kushindwa kuweza kuzuia makombora husika, na mwisho wa siku mifumo yenyewe kuweza kushambuliwa na yale mashambulizi ya nchi ya Iran. Kwa hivi sasa inaonekana movement ya nchi ya Marekani ni kuondoa baadhi ya mifumo, kuipeleka mbali zaidi, ikiwa inaweza ikaashiria kwamba ni kubadilika au kutokea kwa mabadiliko tofauti ya mfumo wa nchi ya Marekani kwa kile ambacho kinategemewa labda kutokea katika siku za usoni, kwamba inawezekana nchi ya Marekani ikakusudia kutengeneza center ya tofauti na maeneo ya karibu ya nchi ya Iran kwa plani ya kile ambacho kinakusudiwa kuja kutokea katika siku za usoni. Hii ni miongoni mwa mambo ambayo tumekuwa tukiendelea vile vile kuyaona kutokana na tunaweza tukayafungamanisha na hili tangazo ambalo limetolewa na nchi ya Marekani kupitia balozi zake katika eneo la Mashariki ya Kati. Lakini jambo lingine ambalo vivyo tumekuwa tukijaribu kulitazama kutokana na tangazo hili ambalo limetolewa na nchi ya Marekani ni statement ambayo imezungumzwa leo hii na Rais Donald Trump alipoulizwa kuhusiana na hali ya nchi ya Iran kwa hivi sasa, au mgogoro wa nchi ya Marekani na nchi ya Iran kwa hivi sasa. Moja katika statement yake alizungumza akasema, kwa hivi sasa inawezekana kwamba nchi ya Iran ikaonekana kama imepata nguvu kwa kiwango fulani, lakini inawezekana ndani ya muda mchache ujao inawezekana kwamba ikapoteza sehemu ya nguvu yake. Hii ni kuashiria kwamba huenda Marekani wakawa wana plani ya kufanya escalation ambayo ni kubwa zaidi au kutanua mgogoro zaidi katika siku za usoni, pamoja na kwamba hilo inawezekana kwamba matokeo yake yasiwe chanya zaidi kama vile inavyotarajiwa. Lakini kwa nini tunashakia kwamba kuna nafasi kubwa ya mgogoro kuja kutanuka katika siku za usoni na ikiambatanishwa na series ya matangazo kama haya? Tunazungumza hivi kwa sababu ya options ambazo Marekani anazo. Marekani options zake kwa hivi sasa ni kama zimenyongeka, zimekuwa ni chache. Na hii ni kwa kuzingatia kwamba nchi ya Iran sera yake kubwa yenyewe ni kuzingatia kwamba Marekani hatakiwi kuwa na bezi katika eneo la Mashariki ya Kati, au Marekani inatakiwa iondoe bezi zake katika eneo la Mashariki ya Kati. Na ndio maana wamekuwa wakitumia sera hii ya offensive hivi sasa, maana yake kuendelea kufanya mashambulizi mtawalia. Maana yake kila wanapoona kwamba kuna hatari, wenyewe wanakuwa wanafanya mashambulizi. Target kubwa zaidi ni kudhoofisha bezi za nchi ya Marekani. Hilo ndio plani kubwa ya nchi ya Iran ambayo iko wazi kabisa. Katika mazingira namna hiyo, maana yake ni kwamba option ya nchi ya Marekani inakuwa ni ndogo kuingia katika makubaliano ambayo yatakuwa na manufaa moja kwa moja na nchi ya Marekani. Na hivyo njia mbadala ambayo inawezekana ikawa na maslahi zaidi na nchi ya Marekani, inawezekana ikaona kwamba ni kuingia katika mgogoro mkubwa zaidi, kwamba hiyo inawezekana ikawa ni option ambayo ikawa ni bora zaidi, kwa kuzingatia kwamba kwa mazingira yaliyopo hivi sasa, maana yake ni kwamba nchi ya Irani inajizingatia yenyewe kwamba ipo katika position nzuri zaidi kuliko nchi ya Marekani. Ukiangalia mazingira ya mlango bahari wa Hormuz ni kama wao wana nafasi ya kuweza kuzuia na kuruhusu mtu anayepita katika mlango bahari wa Hormuz, kwa kuzingatia kwamba nchi ya Marekani yenyewe blockade yao au zuio lao limetarget zaidi katika nchi ya Iran, pwani za nchi ya Iran na meli zinazoingia na kutoka katika nchi ya Iran. Lakini katika upande wa nchi ya Iran, zuio lao wao wametarget katika mlango bahari wa Hormuz kama njia. Kwa ina maana meli zote duniani zinazotaka kuingia na kutoka zote zitategemea sera ya nchi ya Iran. Ina maana katika mazingira namna hiyo, Irani wao wanakuwa na uwanda mkubwa zaidi wa kuleta athari kuliko Marekani ilivyokuwa na uwanda mkubwa wa kuleta athari katika mlango bahari wa Hormuz. Lakini vivyo ukizingatia upande wa pili, kama kule katika ile
ile corridor ya Bab al-Mandab ambayo inaonekana kwamba Houthi vile vile wana athari katika sehemu husika, pamoja na kwamba kwa hivi sasa yale mazuio yao yamekuwa kileta athari zaidi katika nchi kama ya Saudi Arabia ambayo ni moja katika wazalishaji wakubwa wa mafuta duniani. Inaleta athari katika dunia kwa sababu ya kuzuio kwa nchi kama Saudi Arabia ambayo tumesema kwamba ni wazalishaji wakubwa wa mafuta duniani. Lakini mwisho wa siku ni kwamba zuio lolote la kundi la Houthi katika ile sehemu ya Bab al-Mandab mwisho wa siku ni sawa sawa na zuio la Iran katika mlango bahari wa Hormuz, kwa kuzingatia kwamba sehemu hizi mbili au pande hizi mbili ni pande ambazo zinawasiliana na kukubaliana katika ziada ya maamuzi au katika ile series ya maamuzi yao ambayo yanahusianishwa na njia husika ya mlango bahari wa Hormuz na sehemu ya Bab al-Mandab. Kwa hivyo ukiangalia Iran wao wanaamini kwamba wana nafasi nzuri zaidi kuliko Marekani nafasi waliokuwa nayo. Na katika mazingira namna hiyo, maana yake ni kwamba ili Marekani aweze kuwa na option nzuri zaidi, maana yake option aliyokuwa ameishika ilikuwa ni option ya mambo ya vikwazo dhidi ya nchi ya Iran. Lakini option hii inawezekana isifanye kazi vizuri kwa kuzingatia issue ya upande wa Bab al-Mandab. Kwa sababu kuzuiwa kwa Bab al-Mandab na kuzuiwa kwa mlango bahari wa Hormuz, haya mawili yanaleta athari ya pamoja ya kiuchumi ambayo vile vile itaihusu mpaka nchi ya Marekani. Na hii maana yake ni kwamba inakuja kuneutralize au inakuja kuondoa ile athari ya nchi ya Marekani katika nchi ya Iran, kwa kuzingatia kwamba athari ya Iran na athari ya kundi kama la Houthi ni athari ambayo au ni move ambayo inaathiri watu wengi kupitia zile choke point zao kuwa na aidha kuzuio kama ile ilivyokuwa katika mlango bahari wa Hormuz au kuwa na masharti ya kupita katika sehemu husika. Kwa hiyo maana yake ni kwamba lile zuio la nchi ya Marekani au vile vikwazo vya nchi ya Marekani dhidi ya nchi ya Iran maana yake vinakuwa havina athari katika Iran peke yake, bali vina athari katika dunia nzima, kwa kuzingatia kwamba upande wa pili vile vile nchi ya Iran imezuia katika mlango bahari wa Hormuz, lakini vile vile kundi la Houthi limemzuia mtu katika ile sehemu ya Bab al-Mandab ambaye ni mtu muhimu, maana yake ule uzalishaji wake una athari katika upande wa dunia. Kwa hivyo katika mazingira kama haya unaweza ukaona kwamba ile pressure ya nchi ya Marekani dhidi ya nchi ya Iran inakuwa nguvu yake inaendelea kupungua kwa kadiri zile calculations zinavyoendelea kupigwa katika eneo la Mashariki ya Kati na nchi ya Iran ikihusisha na baadhi ya players wengine kama kundi la Houthi. Kwa hivyo katika mazingira namna hiyo, maana yake moja katika option muhimu ambayo inawezekana ikaleta tafsiri ya kwamba Irani na Marekani watalazimika kwenda katika mazungumzo katika hali ya wao kukubaliana kwamba hakuna tena kupigana, ni kwa Marekani kuweza kufanya mashambulizi, kutanua mgogoro wake dhidi ya nchi ya Iran. Maanake mgogoro utakapokuwa mkubwa, watalazimika mwisho wa siku waweze kukubaliana kusitisha mgogoro. Wanapokubaliana kusitisha mgogoro, watakubaliana kwa mujibu wa masharti ambayo yanafanana katika pande zote mbili. Maana yake Marekani atakuwa na masharti yake kusitisha mgogoro na Iran watakuwa na masharti yao kusitisha mgogoro. Katika mazingira namna hiyo, maana yake wote wawili wanaweza wakaja kukubaliana katika terms ambazo zina maslahi na Marekani na zina maslahi vile vile na nchi ya Iran. Ndio kitu ambacho tunakiona katika nchi ya Marekani. Inawezekana hiyo ndio hesabu ambayo inapigwa katika siku za usoni, na ndio maana tunasema kwamba series ya matangazo haya inaweza ikaindicate kwamba mbele mgogoro ukatanuka zaidi. Lakini katika upande wa nchi ya Iran, swala la kutanuka kwa mgogoro inawezekana Iran wao wakahisi kwamba lina manufaa kwa upande wao, na ndio maana kwanza sasa hivi wameamua kuchukua stance kwamba wao wataendelea kufanya mashambulizi pindi watakapoona kuna tishio la namna yoyote. Wanaweza wakaona kwamba hili kwao lina maslahi, na linakuwa lina maslahi katika muundo gani? Katika muundo mwepesi tu kwamba Iran wao mpango wao ni kuhakikisha kwamba bezi za Marekani katika eneo la Mashariki ya Kati zinaondoka. Kuingia katika mgogoro wa namna yote na nchi ya Marekani, moja katika target muhimu itakuwa ni katika bezi za nchi ya Marekani katika eneo la Mashariki ya Kati. Kwa hivyo kuendelea kuondoa uwezo wa bezi za Marekani ambazo uwekezaji wake ni mkubwa katika eneo la Mashariki ya Kati, kuendelea kupoteza uwezo wake. Pamoja na kwamba katika upande wa nchi ya Marekani wao mpaka sasa hivi ni kwamba zile target nyingi ndani ya nchi ya Iran wanaamini ni kama wamezimaliza. Hivyo hakuna kinachofuatia mbele. Inawezekana ikawa ni kufanya mashambulizi katika baadhi ya miundombinu ya kijamii kama tulivyokuwa tunaona siku za karibuni, kushambulia katika sehemu za madaraja na mfano wake. Hichi ndio kitu ambacho kinaweza kujitokeza iwapo mgogoro utaibuka tena mkubwa zaidi, kama tunavyodhani kwamba kwa mazingira yaliyopo ni kwamba
Marekani moja katika option yake waliobaki nayo ni ya kufanya hiyo escalation iweze kuwa kubwa, lakini katika upande wa nchi ya Iran wao hilo inawezekana katika mahesabu yao wanahisi lina nafuu, kwa sababu matokeo yake ya mwisho ni kuendelea kuondoa uwezo wa nchi ya Marekani katika eneo la Mashariki ya Kati. Kwa hiyo kiujumla ni kwamba tangazo husika ni tangazo ambalo katika hali ya kawaida linaweza likachukuliwa katika sehemu tu ya tahadhari, lakini inawezekana nyuma ya pazia likawa lina mahesabu makubwa ambayo yanaashiria kwamba katika wakati ujao inawezekana kwamba mgogoro ukawa mkubwa zaidi katika hizi siku zinazokuja hapo mbele. Lakini kiujumla ni hali ambayo bado tuna nafasi ya kuendelea kuitazama, na tukitaraji kwamba huenda katika muda ujao tukapata taswira itakayokuwa bora zaidi ya hii ambayo tumekuletea. Jina langu naitwa Maulid Ali Mnukwa, ni kuombe uendelee kufuatilia vipindi vyetu, na ni kuombe usahau kusubscribe, kulike, kushare pamoja na kucomment. Uwe na muda mwema.